Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 3. Kwa upande wa YouTube tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye YouTube tunaomba subscribe, kwenye TikTok tunaomba follow, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu ni kukaribishe sehemu ya 3 ya simulizi hii. Tunaanza kujikumbusha sehemu tulipoishia. Sehemu tulipoishia tulimuona Sikununu akiwa anaendelea kutembea, anawasaka marafiki zake au watu wake wa karibu ambao anawajua kwamba wana ndugu zao mjini, yani kule maeneo ambapo anatakiwa aende kwenda kusaka kazi. Atoke kijijini Mlengerani na hatimaye aende Mzayuni mjini. Kwa hiyo anatafuta marafiki zake ambao wana ndugu zake huko, yani wana ndugu zao huko, ili huenda wao ndo watakao kuwa wenyeji wa Sikununu, kwa sababu hajawahi kufika na wala mzee Bareke hajawahi kujua kama endapo kule Mzayuni mjini kama anaweza akawa na ndugu. Lakini pia tulimuona akiwa amempata kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Tobias, na akamwahidi kwamba jioni atamletea namba. Sasa karibu sehemu ya 3 rasmi, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua, je, ni kweli alimletea? Twende pamoja. Baada ya hapo kuendelea kusaka wengine, lakini hakuweza kuwapata. Hapo ndipo ambapo aliamua amwamini huyo Tobias, huenda yeye anaweza kaleta namba za ndugu zake. Na hapo ndipo ambapo alipouchuna kabisa, kaamua na kurudi, kwa sababu hata mabinti wenzie wa hapo kijijini alivyokuwa kijaribu kuwahoji kuhusiana na kule Mzayuni mjini na kuwauliza kama endapo wanaweza wakawa hata na ndugu zao ili waweze kumpatia namba aendelee kuwasiliana nao, au kama wao wenyewe ndio wanaweza kuwa mabosi wenye kazi, wanatafuta wadada wa kazi, basi waseme. Lakini hawakuonyesha ushirikiano. Kila mmoja alimkatalia kwamba yeye hana ndugu Mzayuni mjini huko, hana ndugu kabisa. Basi kilichofanyika, alirudi mpaka nyumbani, akaendelea na shughuli zake za kawaida. Na kesho yake kama kawaida alichukua pesa ambayo alikuwa ameshaifanyia kibarua shambani, kwa sababu kuna vibarua fulani hivi wanaita yadi, ambavyo ukienda kuanzia asubuhi mida ya saa 1 mpaka mida ya saa 6 katika hicho kijiji cha Mlengerani, manake ulikuwa unapewa shilingi 3,000 kama utafanya kazi kuanzia saa 1 za shambani mpaka saa 6. Kutokana na kwamba Sikununu alikuwa ni binti ambaye anajituma,
basi alikuwa ameshakusanya kiasi cha fedha kingi kiasi kama 160,000 kwa ajili ya kufanya kazi za mashambani, yani kupiga mayadi hayo. Kwa hiyo aliichukua 50,000 na kwenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo wanauza nguo, wale ambao wanauza mitumba, hapo katika kasenta Kamlengerani, ambako ni kadogo sana, lakini kalikuwa na watu ambao wanauza mitumba, ambao wana vibanda vyao vya kuuzia mitumba hapo. Lakini pia kulikuwa na vibanda vya kuuza nafaka mbalimbali. Kulikuwepo na kasoko. Ni senta ambayo inakaa soko, lakini senta yenyewe ni ndogo, na pia hata soko sio kubwa sana, ni la saizi ya kati, kwa sababu vijiji vyote huwa wanakuja wanaishia hapo, hawawezi kwenda Mzayuni. Mzayuni ni mbali sana. Kwa hiyo asilimia kubwa waliokuwa wanaenda Mzayuni ni wale ambao wana uwezo wao kusafirisha mazao mpaka utumie roli, na pia unatumia gharama kubwa. Kwa hiyo kama hauna uwezo, kwa kweli ni ngumu sana, ilikuwa ni mbali mno. Kwa hiyo walikuwa wanauziana wenyewe kwa wenyewe vijiji hivi 4, ambapo ni tu vijiji tu hapo mbele 3 pamoja na hiki kijiji cha Mlengerani ambacho chenyewe ndicho kilikuwa kikubwa. Kwa hiyo soko hilo lilikuwa soko la wote, ambapo ikifika siku ya soko, na wale wanaotoka katika tu vijiji 3 walikuwa wanakuja huku Mlengerani, kwa sababu ndo kulikuwa kumekucha kuliko eneo jingine lolote lile. Maeneo mengine yalikuwa ni mapori tu. Sasa Mlengerani ilikuwa imezungukwa na mapori, lakini ukikamata barabara ambalo ni la changarawe kuelekea Mzayuni, mbele ndo kuna tu vijiji 2 3 tu, ambapo ukitupita huko, yani ukitoka Mlengerani ulikuwa unaenda Mivinjeni. Ukipita Mivinjeni unaenda moja kwa moja hadi Msatini. Ukitoka Msatini unaenda moja kwa moja mpaka Mtigani, na baada ya kutoka Mtigani unaingia kwenye pori ambalo yani ni pori kwelikweli. Kwa hiyo huto tu vijiji 4 ambato tumesogeleana, ukianza na Mlengerani ambayo ndo ilikuwa karibu kabisa na mapori mbalimbali ambayo yameizunguka. Kwa hiyo hutu tu vijiji twingine tulikuwa mbele katika barabara la kuelekea Mzayuni. Kwa hiyo hapo wote walikuwa wakilitegemea soko hilo. Alienda na 50,000 yake, akanunua gauni moja zuri sana la heshima kwa 25,000. Akatafuta na tuviwaro twingine ambato tutamuonyesha kwamba na yeye ni dada kidogo kama wa mjini fulani hivi. Lakini kama jinsi unavyojua mpenzi msikilizaji, dada wa kijijini ni wa kijijini tu. Kuna ushamba wa aina nyingi tu ambao atakao ufanya. Na kweli alienda kanunua, na hatimaye akaja na kuanza kufuafua nguo zake. Na alipomaliza jioni, baada ya kufika, Tobias alikuja moja kwa moja mpaka kwa mzee Bareke. Na baada ya kufika pale kwa mzee Bareke, akamkuta tayari binti huyu wa kuitwa Sikununu yupo, na alikuwa akiandaa chakula cha
jioni. Hapo ndipo ambapo mzee Bareke alikuwepo na yeye na wakasalimiana na huyu kijana Tobias. Lakini mama yake na Sikununu, Bi Getruda, alikuwa hayupo. Alikuwa ameelekea katika mashamba ya mbali kidogo kwenda kuchimba viazi. Ingawa havikuwepo vizuri kwa sababu ya mazao kuwa vibaya, lakini vilikuwa ni viazi vya kutafutiliza hapa na pale. Lakini aliamua kwenda kutafutiliza hivyo hivyo kidogo kidogo, anasaka mdogo mdogo. Lakini hakutaka kwenda na binti yake kwa sababu aliona ana heka za kuanza kutafuta kazi mjini. Kwa hiyo baada ya kusalimiana, moja kwa moja alimwambia kwamba anamhitaji Sikununu, na Sikununu aliitwa na hatimaye akaja. Akamwambia kwamba wanahitajika waende wakazungumze kule nyuma ya nyumba, ambapo manake wazungumze tu faragha. Manake ampeleke nyuma ya nyumba kule ambako ni faragha, kwa sababu baada ya kufika tu pale, Tobias alianza kuonyesha kama anamuonyesha kwa ishara kwamba twende kule. Hakutaka kabisa mazungumzo yao na mzee Bareke aweze kuyasikia. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 3 ya dada wa kazi na bosi imeishia hapa. Kama endapo utakuwa hauja subscribe kwenye channel yetu, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwa hiyo kwenye YouTube tunakuomba subscribe, lakini kwenye TikTok tunakuomba follow, lakini katika mitandao yote like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumemuona Bwana Tobias amefika hapo kwa mzee Bareke. Na baada ya kufika hapo, amemhitaji Sikununu ili waende wakaongee. Na Sikununu ameitwa na baba yake mzee Bareke, na hatimaye akatoka kule ndani alipokuwa anaandaa chakula, amekuja mpaka pale. Baada ya kumkuta Tobias ameanza kuonyesha dalili ya kwamba inatakiwa waende wakaongee faragha. Kwa hiyo waende nyuma ya nyumba wakaongelee huko. Hataki kabisa mzee Bareke asikie mazungumzo yao. Wewe unahisi Tobias huyu ana nini? Au ndio kile chanzo cha kuendelea kumtongoza huyu binti wa kuitwa Sikununu? Je, na kama kweli atatongozwa, unahisi Sikununu atakubali kweli kutongozwa na huyu kijana Tobias? Na kama endapo atakataa, unahisi hizo namba atapewa? Endelea kuifuatilia, huenda sehemu inayofuata huenda ikatupa majibu. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.